Yohana 10:10, Yesu mwenyewe anazungumza, anafunua assignment ya shetani ibilisi. Anasema kazi yake ya kwanza ni kuiba, kuua na kuharibu. Kwa hiyo shetani ibilisi, kulingana na kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8, anasema shetani ibilisi anazunguka akitafuta mtu afanyaje? Ameze, amharibu. Anapokuwa anazunguka katika familia na jamii za watu akitafuta mtu ameze, amharibu, atafanya mambo matatu. Atahakikisha kuna vitu anaviiba kwenye maisha ya mtu. Atahakikisha kuna vitu vinapotea. Atahakikisha kuna vitu anaviharibu kwenye maisha ya mtu. Na atahakikisha kuna vitu anaviua kabisa kwenye maisha ya mtu. Anapokuwa anazunguka, anapotafuta mtu wa kummeza. Yesu Kristo alipopakwa mafuta kwenye Matendo ya Mitume 10:38, akapokea nguvu ya mafuta ya Roho Mtakatifu. Akazunguka naye, alikuwa anaenda huku na huku akiwaponya watu walioshambuliwa na uonevu wa shetani ibilisi. Kwa hiyo kama shetani ibilisi na ufalme wa giza upo kwa ajili ya kuwaonea watu, wapo wana wa Mungu waliopakwa mafuta ya Roho Mtakatifu na wenye nguvu ya kushughulika na uonevu wa shetani ibilisi. Yapo madhaifu, yapo magonjwa, yapo maradhi yanayotokana na science, yanayotokana na mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa, yanayotokana na mwenendo na lifestyle ya mtu. Lakini yapo maradhi, madhaifu na magonjwa yanayotokana na nguvu za uonevu wa shetani ibilisi. Maradhi haya, magonjwa haya na madhaifu haya, hata mtu akienda hospitalini hawezi akaona majibu, kwa sababu chanzo chake sio science, sio vipimo, chanzo chake sio mazingira, chanzo chake ni nguvu za uonevu wa shetani ibilisi. Kuna mambo mengi leo yanaendelea katika afya, katika maisha ya watu wanaoishi, ustawi, kwenye familia, kwenye uchumi, kwenye uzao. Ni uonevu wa shetani ibilisi unaoendelea. Biblia inazungumza katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 2, anasema Mtume Paulo anamuita shetani ibilisi ni mfalme wa uweza wa anga. Anasema roho yule atendaye kazi ndani ya wana wa uasi, roho anaye control mioyo ya watu, anayefanya kazi ndani ya mioyo ya watu wasiomwamini Yesu Kristo. Kazi kubwa ya shetani ni kuwatumia watu kuleta uonevu kwa watu wengine, kama ilivyokuwa Mungu anavyowatumia watu kwa roho wake anaopaka mafuta watu kushughulika na watu walioonewa katika namna ya nuru. Ndivyo shetani ibilisi anawatumia watu kuleta uharibifu na uonevu ndani ya maisha yao. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanaibeba roho ya ibilisi shetani kuleta uonevu na uharibifu kwenye maisha ya watu, wako watu ambao ni kina mimi na wewe tunaomwamini Yesu Kristo, tunaoibeba roho wa nani? Roho wa Mungu, roho wa Kristo Yesu, kwa ajili ya kushughulika na huo uonevu unaoendelea kwenye maisha. Maisha ya wokovu ni battle, ni vita, sio maisha ya kurelax. Kama kuna mdomo, kuna kinywa cha mtu kilichofunguliwa, kinachotangaza, kinachoomba, kinachokiri, basi yupo Mungu anayejibu. Kinywa cha mtu kilichofungwa ni hatima ya watu za watu zilizofungwa. Fungua kinywa chako, hatima ya mtu ifunguliwe, hatima yako ifunguliwe. Fungua kinywa chako, jambo fulani lishughulikiwe katika namna ya ulimwengu wa roho. Hakuna kitu kinachoenda pasipo uweza na utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu.
Mtume Paulo anazungumza kwa kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 12. Anazungumza kategori 3 za utendaji wa shetani ibilisi. Kategori ya kwanza anasema ni mfalme. Tunashughulika na shetani sio katika namna damu na nyama, katika namna ya roho. Namna ya kwanza, kategori ya kwanza, anazungumza habari ya falme na mamlaka. Falme na mamlaka. Kwa lugha ya Kiingereza amezungumza ni authorities, ni mamlaka katika dunia isiyoonekana. Kategori ya pili anazungumza wakuu wa giza, evil rulers, wakuu wa giza. Kuna mamlaka zisizoonekana katika damu na nyama, kuna wakuu wa giza, na kuna majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Zote ni kategori ambazo shetani ibilisi anazitumia kuleta uonevu na uharibifu kwenye maisha ya watu. Tunamtumikia Mungu aliye mkuu. Yesu Kristo yuko ndani yetu. Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Anasema, andika, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Anasema aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliyoko wapi? Duniani. Yesu Kristo yuko ndani yetu, ni mkubwa na ni mkuu kuliko mkuu wa anga, Mungu wa dunia hii, wa mfumo wa dunia hii, shetani ibilisi. Kwa hiyo kama aliye mkuu anakaa ndani yako, chochote unachokikabili mbele yako akipasi kukushinda, akipasi kukugaragaza, akipasi kurudisha nyuma, kwa maana unayetembea naye ndani yako, Kristo Yesu, ni Mungu aliye mkuu. Kinachoshindwa kumkandamiza Yesu Kristo, kinachoshindwa kumzuia Yesu Kristo hapo chini, akiwezi kukuzuia wewe, akiwezi kukandamiza wewe. Kinachoshindwa kumuua na kumdhuru Yesu Kristo, akiwezi kukuua na kukudhuru wewe, kwa sababu aliye ndani yako, Kristo Yesu, ni mkuu kuliko shetani ibilisi aliye katika mfumo wa dunia hii. Kuna mtu mmoja anaongea naye kwenye neno. Hakuna changamoto, hakuna jaribu, hakuna udhaifu ambao Mungu hawezi kushughulika nao. Yuko Roho wa Mungu anayeshughulika na uonevu wa shetani ibilisi. Ni wewe tu kujitambua na kunyanyua kinywa chako na kukataa uonevu wa shetani ibilisi.